منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا. منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ردود za kiilmu zitaendelea walau kariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia. Na uharibifu unapofanyika alanan, kwa uwazi kabisa, dhahiri shahir, basi kadhalika ubainishaji unatakiwa ufanyike alanan kwa dhahiri shahir. liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Mngesema ukweli kwa pamoja, ikasimama hapa Waislamu, wakasimama hapa Wakristo, wakasema hapana, rekebisheni mifumo yenu ya utawala na tuwe na uchaguzi huru na haki, serikali ingesikia na mngewaambia light, msipojifanya hivyo tutawaambia waumini wetu na sisi wenyewe tutashiriki katika uchaguzi, kwa sababu hakuna kiongozi wa serikali ambaye ana dini, ambaye ana mtumishi wake. Sisi katika da'wa yetu, katika kuwapa haki watawala, ni kuwapa nasaha kwa siri. Kuna watu wanapata fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali, kama ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri mkuu, makamu wa rais na watu mfano kama hao. Wanadukuduku la wakereketa huko katika nafsi zao. Wakipata nafasi ya kukutana nao, badala ya kuwafikishia lile la haki wanalolijua ambalo linawakereketa, wao ndio mwanzo wanapeleka proposal zao pale wakitaka mapesa na kusifu kwa unafiki. Haya yalipita sana hapo nyuma mtaani. Watu walia wakikutana na kiongozi wanasifu kupita maelezo, mpaka wengine watakufanya kuwa huu Mungu nini hii. Lakini wakati huo ukimwona mtawala hayuko katika hali hiyo ya ususuwavu, mathalan watataka kumparamia kwenye mimbar, kwenye majukwaa, kwenye madhabahu na sehemu mbalimbali, eti wanaidai haki. Sasa katika Uislamu sisi tutafundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi kwenye kitabu cha al-Imam Ibn Abi Asim na wengineo, utakuta na hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahaba anaitwa Iyadh ibn Ghanmi radhiyallahu anhu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man arada an yansah lidhi sultanin fala yubdihi alaniya waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi lahu. Katika riwaya nyingine imekuja hivyo, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahir. Usisimame kwenye majukwaa ukaanza kumkataza maovu, halitasaidia hilo. Sikwambii kumkashifu, ukasimama mbele ya hadhara za watu, mbele ya raia, mbele ya vijana, pengine wengine ni wa makamu ya mtoto huyo kiongozi aweza kuwazaa, ukamtukana yeye na baba yake na mama yake na familia yake, ukamtukana kwa madai kwamba unataka haki. Sheria ya Kiislamu akwambia hapana, hata kama unaodai haki usiseme mbele za watu, nenda faragha. Lakini nyinyi ndio mmebaki mkipigania uongo. Amani, 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 amani. Hakuna namna. Na niwaambie nyinyi waumini wa dini zote mbili, you don't pray for peace. Huwezi kuombea amani. Msingi wa kupata amani ni practice ya haki na justice. Yaani sawasawa uko chumbani kwako, uko kitandani, mikojo imekubana, alafu unaomba usikojoe kitandani, afu uende chooni, utakojoa kitandani ama kibofu kitapasuka. Amani haiombewi.
Amani ni matendo ya haki, amani ni practice ya haki. Ni marufuku kuchezea amani ya nchi hii kwa kisingizio cha siasa, kwa sababu ugali umekuwa ghali. Kwa hiyo tuko tayari kufa kwa sababu bei ya unga imepanda. Huu ni ujinga usiohimilika. Leo kuna nchi ngapi zimeingia kwenye matatizo kwa lugha kama hizo? Miaka 30 sasa hakuna utulivu katika nchi hizo. Watu wa nchi hizo wanatamani kurudi katika nchi zao, hawawezi. Kila siku wao ni wageni kwenye nchi za watu. Tuna mifano hiyo. Libya, kwa sababu ya kutumika mamluki, walikuwa wana kila kitu katika maisha ya kilimwengu. Huduma za kijamii ziko sawa, eti kwa madai kwamba hatuna uhuru, hakuna demokrasi, hakuna hivi, kwa hiyo lazima Gaddafi aondoke. Nchi za magharibi ziliwasaidia, wakapigana na serikali, wakamtoa Gaddafi madarakani, wakamuua. Hebu niambieni, wamepata walichokitaka au leo wanajuta? Wallahi wanajuta kwa walioyafanya. Lakini nchi za magharibi ziliwachochea katika hilo, eti wanatafuta demokrasi, hawana uhuru wa kujieleza, hawana uhuru wa kufanya kadha. Leo wanajuta, wanauana, vikundi ndivyo vitawala, vimeshika dola, hakuna amani. Sasa tutakapoishi katika hali hiyo, tuna nchi jirani zetu sisi wanaishi katika hali hiyo miaka karibu 30 leo. Kuna watu wamezaliwa wana umri wa miaka 25 hawajui amani ni nini. Leo anakuja mtu kuchezea tu hivyo, nchi hivi kupindua bwana. Wewe huogopi damu za watu? Waislamu tusikubali ujinga huu. Yaani mimi sikusimama hapa kuzungumza habari ya bandari, sijui mkataba umefanyaje, sijui mkataba ulikwenda kule. Mimi sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna al-khatul ahmar, mstari mwekundu, utakiwi kuugusa mstari huo, nao ni wa amani. Jambo lolote ambalo linachochea uvunjifu wa amani marufuku. Waislamu wasilikubali jambo hili, wasimame kwa pamoja katika kulilinda jambo hili. Bali hata wasiokuwa Waislamu ambao hawakubaliani na mambo haya, tusiangalie mambo ya uvyama. Sisi tu katika vyama. Athar, mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa sahaba Abdullah bin Mas'ud, ametaja al-Imam at-Tirmidhi katika jamii yake, wakielekezwa Waislamu: la takunu imma'a, taqulun idha ahsana an-nas ahsanna wa idha zalamu zalamna. Katika riwaya wa idha ahsanu ahsanna walakin wattinu anfusakum. Sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, Waislamu nyinyi msiwe imma'a. Imma'a ni mtu ash-shakhs alladhi yuqallidu akhar bila wa'yin wala tafakkur. Imma'a ni mtu anayefuata watu wengine, anayedandia agenda za watu pasi na kufahamu wala kutafakari. Huyo ni imma'a. Bendera fuata upepo. Msiwe hivyo Waislamu. Kwa hiyo Muislamu anajengwa kwenye misingi madhubuti. Msiwe ni bendera fuata upepo, mkawa mnasema watu wakifanya vizuri na sisi tutafanya, na wakifanya vibaya na sisi tutafanya vibaya. Kama watu wataharibu basi sisi tutaharibu. Kama kuna watu waliharibu nchi yao huko, basi hata sisi kwani kuna nini? Kuna kitu gani? Wenzetu mbona wamefanya? Zitulizeni nafsi zenu. Wanaambiwa zitulizeni nafsi zenu, muwe mna uwezo wa kuchanganua mambo. Kama watu watafanya vizuri, basi si vibaya kuwaiga na nyinyi mkafanya vizuri. Watu wakiwatendea wema, basi na nyinyi walipeni wema. Wakifanya mambo mazuri, yaigeni mambo yale na nyinyi muyafanye. Na wakidhulumu, basi nyinyi msidhulumu. Wakiharibu, basi nyinyi Waislamu msikubali kuharibu. Haya ndio mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mafunzo yalipokewa kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yanamjenga Muislamu katika msingi huu. Kwa hiyo Muislamu hawi tabi'u li kulli na'iq.
Muislamu hawi ni mfuasi wa kila anayepiga yowe na kupiga kelele, hadandii agenda za watu.